Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo. Karibu sana niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni Bwana Ezra. Tafadhali jiunge na ukumbi huu. Taarifa ambazo zimeweza kutolewa za ndani kabisa zinaeleza kwamba Mama Raisi Samia Suluhu Hassan anaugua. Taarifa hizi zimeweza kutolewa na mwanablogu Recho na mwanakaka fulani mwenye anasema kwamba Samia yupo kwenye likizo ya kupata matibabu. Haya yote yanatendeka baada ya uchaguzi wa 29 uliogubikwa na maafa makubwa sana ya halaiki ya wazalendo wa Tanzania zaidi ya 10,000. Sasa ninaelezwa kwamba kuna hospitali moja ambayo Samia ameweza kulazwa, anazidi kupokea matibabu. Alafu ukiona jinsi ambavyo wananchi wanatoa kauli utagundua kwamba Samia kwa kweli ameweza kuwakosea wananchi. Ukiona kauli ambazo zinatolewa na wananchi, mfano mkaka mmoja ameweza kusema kwamba amepata taarifa Bi Samia hayupo sawa kabisa, na Njimbi wakati wowote huenda kabebeshwa Biblia kama rais wa Tanzania. Sasa nikachangaa, imefikia hatua ambayo wananchi wanamtabiria rais wao kama haya. Vile vile ukiweza kuangalia tarehe 7 Disemba kuna nabii ambaye aliweza kusema kwamba bendera ya Tanzania wakati wowote itapeperushwa nusu mlingoti. Hiyo kanda nitaipini hapa chini. Ukiingia kwenye uwanja wa comment section kuna linki ambayo nitaiweka hapo, alafu pin hiyo comment itakuwa juu kabisa. Ukifinya hiyo linki utasikia huyo nabii alivyokuwa anasema kwamba Tanzania yeye amepata unabii kwamba bendera itaenda kupeperushwa nusu mlingoti wakati wowote. Wewe jiulize, ni nani huyu ambaye anaweza kaondoka alafu bendera iweze kuchapishwa nusu mlingoti? Alafu tena taarifa zingine zimeweza kutolewa, Samia ni mgonjwa. Naomba niwarejeshe nyuma mwaka 2021, kipindi ambapo hayati Magufuli aliweza kuaga dunia. Naye alitoweka, kukaanza kama uvumi, Magufuli ni mgonjwa, Magufuli anaugua, Magufuli hajihisi vizuri. Yakatokea. Unajua Waswahili walisema kwamba palipo na moshi hapakosi moto, palipo na unong'ono hapakosi mambo ya ukweli. Hebu sikiliza. Jamani, Reli Malali naumwa, Samia naumwa hoi bin taban, lakini nakuja kuwapa hospitali ambayo amelazwa ni Mzena Hospital. Mzena Hospital ndipo ambapo Samia amelazwa pale. Yes, amelazwa Mzena Hospital. Kwa hiyo tuombe Mwenyezi Mungu afanye yake kwa kweli. Ndiyo maana akaamua kwamba kumuondoa yule mkurugenzi kwanza, yule mbunge, ili naye kama tafate nyuma ya safari. Samia anauma, yuko Mzena Hospital. Kwa hiyo kama mko pale Mzena Hospital jamani, mkipita jamani, mkiona usalama umejazana pale, Samia yuko pale anauma hoi mahututi hututi. Tuombe Mungu, Mwenyezi Mungu tenda wema. Bwana ametoa na Bwana ametwaa, jina lake
Libarikiwe Mwenyezi Mungu, tumshukuru. Tuombe Mwenyezi Mungu atende miujiza jamani. Tuombe Mwenyezi Mungu atende ujiza. Waliokufa damu zitamtafuna, tafuna Samia, tafuna. Tuombe Mungu Samia aweze kuwa RP. Tuombe Mungu Samia aweze kuwa RP. Ameua ndugu zetu, ameua watoto wetu. Samia amelazwa pale Mzena hospital, Mzena hospital, Mzena hospital, Mzena Mzena. Tuombe Mungu, tufumbe macho kwa Islamu, kwa Kristo. Mwenyezi Mungu atende yake, hata sipotenda kwa hili atatenda yake. Mzena hospital, hakuna kukimbia. Mzena hospital jamani, kwichi hota. Nawewaambia jamani, Bimsumi yupo hoi bin tabani. Yani hajui wa kuingia, hajui wa kutoka. Hilo mlijua. Na muda wowote kuanzia sasa hivi, muda wote najua Ikulu itatoa taarifa rasmi. Itatoa taarifa rasmi. Cha msingi hapa ni kwanza kufikiria, cause anaenda kwa rais ni nani? Balozi yule Chimbi haipiti wiki mbili hajaapishwa kuwa rais. Mtakumbuka maneno yangu, mtayakumbuka vizuri tu. Tanzania sasa hivi hakuna rais. Mkubali mkatae, Tanzania sasa hivi haina president. Haina kabisa. Hivi mnadhani Bimsumi anavyopendaga kamera, yule mama anavyopendaga kamera Bimsumi, yule angekuwa na nguvu au ajanika lisura lake lile kwenye kamera? Hesabuni siku. Ndio maana nasema, kama we Mkristo omba sana, kama we Muislamu piga dua sana, kama we mganga wa kienyeji yani kazia uchawi pale kazia, kwa sababu yani ni maiti kabisa, maiti. Sasa tuzidishe maombi, tuzidishe dua. Bimsumi kwenye nyumba ya Mzee Kikala. Nyumba ya Mzee Kikala ishamshinda Bimsumi. Nyumba ya Mzee Kikala ishamshinda Bimsumi. Zingatieni ili lizingatieni. Bimsumi ni shwa. Bimsumi shwa. Narudia, Bimsumi shwi. Bimsumi wa shwa. Mungu huwa anajibu kwa wakati na vitendo. Tarehe 9 kesho kutwa tukamilishe ratiba yetu ya maandamano. Tuikamilishe vizuri tu. Tuikamilishe 100%. Nina imani kwamba umeweza kupata taswira yale ambayo ninazungumzia. Kwanza kabisa, kama unanipata kwa mara ya kwanza, chukua sekunde 1, 2, 3 ukapiga subscription. Vile vile sambaza kanda zetu kuelekea kwa vikundi 2, 3 ili tuendelee kujenga ukumbi huu ambao unawaeleza taarifa za kikweli. Sasa mpenzi mtazamaji, nasikia Samia mara anaitwa sijui ni Bi Kichura, mwingine sijui ni Bi Msubi. Wanaeleza kwamba Samia hayupo sawa. Lakini kuna kitu ambacho naomba niweze kuwarekebisha kidogo. Kuna wale ambao watasikia eti kwamba taarifa zimetolewa Nchimbi ataenda kulishwa kiapo kama rais wa Tanzania. Eti Samia hajihisi vizuri. Eti Samia
inaonekana kwamba amezidiwa. Wale ambao mtafurahia eti kwamba Nchimbi sasa ataapishwa kuwa rais, hao wote walikuwa pamoja kutuua wananchi. Hao wote walikuwa pamoja kuangamiza ndugu zetu. Nchimbi na Samia walikuwa wanashirikiana. Hakuna vile ambavyo tutasema kwamba Nchimbi ni mzuri alafu pande mwingine tuseme Samia ni mbaya. Hapana. Kama wote ni wabaya, ni wote ni wabaya. Kwa sababu wote wanatoka kwa chama cha mauaji Tanzania, CCM. Ndio, hilo ni lazima tuelezane bayana. Hakuna kusema kwamba Nchimbi ni Mtanganyika ni mzuri. Hapana. Kama angekuwa ni mzuri kipindi ambapo ndugu zetu walikuwa wanachinjwa Tanzania, angesimama na kukataa. Kama Nchimbi alikuwa ni mzuri kipindi ambapo ndugu zetu walikuwa wanatekwa, kina Humphrey Polepole wanatolewa kwa nyumba, alafu damu inamwagwa kwenye milango yao, angesimama na kusema kwamba haya si mazuri. Kipindi ambapo akina Tundu Lissu walikuwa wanatekwa na kukamatwa na kufunguliwa mashtaka ya uhaini, kama kweli Nchimbi ni mtu mzuri kama wengine ambavyo wameanza kufurahia, angesimama na kusema kwamba haya maovu yote ambayo mnamtendea Tundu Lissu ni Mtanganyika mwenzangu, wacha. Hizi kesi ambazo mnampikia Tundu Lissu, wacha. Lakini kwa sababu wote wako kwenye chama cha mauaji cha CCM wakishirikiana na kina Jakaya Kikwete, hakuna uongozi hapa. Wote wanapaswa kuenda, wanapaswa kuondoka. Kazi ya Mungu haina makosa. Kazi ya Mungu haina makosa. Hilo ndilo ambalo unapaswa kujua. Na Mwenyezi Mungu kwenye kitabu chake kitakatifu alisema kwamba atalipisha kisasi wakati mwafaka. Hakufurahishwa jinsi ambavyo wananchi walikuwa wanachinjwa. Hakufurahishwa jinsi ambavyo wananchi ambao hawakukuwa na hatia waliweza kuuawa. Miili yao ikazikwa kwenye kaburi la pamoja. Ukiona jinsi ambavyo wananchi wanasherehekea iti kwamba Samia ni mgonjwa, ingekuwa mimi ni Samia, ningeomba msamaha mapema sana. Kwa nini? Iwapo atapewa simu aweze kuangalia komenti za wananchi, ataitikia kwamba ndio anajilazimisha kwa wananchi kuweza kumpenda. Anajilazimisha kwa wananchi kuweza kumpenda. Ndio atajua kwamba ile asilimia ambayo alisema kwamba alipata 98 alijipikia. Asilimia kubwa ya Watanzania haimtaki Bi Msubi, haimtaki Bi Kichura. Kabisa hatumtaki. Hatujawahi ona mama mwenye anaongoza kwa kifua, kwa kuangamiza watoto wake, kwa kuwaua watoto wake eti kwa sababu anataka madaraka. Anyway, ikiwa ni kweli jinsi ambavyo taarifa zimeweza kutolewa kwamba Samia ni mgonjwa na ugua, tunamtakia afueni ya haraka, aweze kupona, atekeleze majukumu yake, ndiposa ajue kwamba alichokifanya si kizuri, ni kibaya. Lakini wacha nikwambie hivi, hata ile damu ambayo aliweza kumwaga haiwezi kumpea amani. Ile damu itamwandama mpaka wakati ambapo ataamua kuomba msamaha.